Vipi kama himaya kubwa zaidi duniani ingepigwa magoti? Sio kwa jeshi, sio kwa mfalme, bali kwa mchungaji mwenye fimbo. Hii sio tu hadithi ya kutoroka, hii ni hadithi ya utambulisho, ya ujasiri na ya nguvu ya Mungu inayovunja minyororo ya wanadamu. Hii ni hadithi ya Musa na ukombozi wa Israeli. Misri ilikuwa ustaarabu wenye nguvu zaidi katika ulimwengu wa kale. Piramidi kubwa, mahekalu ya dhahabu na majeshi yaliyotikisa mataifa. Lakini chini ya utukufu huo kulikuwa na mateso. Waisraeli, wazao wa Ibrahamu, Isaka na Yakobo, walikuwa wameongezeka sana huko Misri. Kilichoanza kama ukarimu katika siku za Yosefu kiligeuka kuwa hofu chini ya Farao mpya ambaye hakumkumbuka. Wao ni wengi sana, Farao alionya. Kama vita itatokea, wanaweza kuungana na maadui wetu. Hivyo mateso yakaanza. Waisraeli walitiwa utumwani, wakalazimishwa kufanya kazi ngumu, wakapigwa na kukandamizwa walipokuwa wakijenga miji ya Pithomu na Ramesesi. Hata hivyo, kadiri walivyokandamizwa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Hofu ya Farao iligeuka kuwa ukatili, akaamuru jambo la kutisha. Kila mtoto wa kiume wa Kiebrania alipaswa kutupwa katika mto Nile. Kizazi kililengwa kuangamizwa, lakini Mungu hakuwa amewasahau watu wake. Katikati ya hofu, mtoto alizaliwa. Mwanamke wa kabila la Walawi alimtazama mtoto wake wa kiume na kukataa kumtoa afe. Alimficha kwa miezi mitatu, na pale kuficha kulipokuwa haiwezekani tena, alimweka katika kikapu kilichopakwa lami na kukiweka kati ya majani ya mtoni. Sio kumtupa, bali kumkabidhi kwa Mungu. Binti ya Farao alikuja kuoga mtoni, akasikia kilio cha mtoto na kufungua kikapu. Huruma ikajaa moyoni mwake. Ingawa alijua ni mtoto wa Kiebrania, alichagua kumwokoa na kumpa jina Musa, aliyotolewa majini. Mto uliokusudiwa kuleta kifo ukawa mto wa wokovu. Musa alikulia katika jumba la Farao, akielimishwa katika hekima ya Wamisri, akivaa mavazi ya kifalme, akifundishwa kama mwana wa kifalme. Lakini ndani yake alijua yeye ni nani. Siku moja alitoka kuwaona watu wake na akaona Misri akimpiga mtumwa Mwebrania. Kitu fulani kikawaka ndani yake. Akiangalia huku na kuona hakuna anayemtazama, alimshambulia Misri na kumuua. Lakini siku iliyofuata, alipokuwa akijaribu kuwatenganisha Waebrania wawili waliokuwa wakipigana, mmoja wao alisema, "Ni nani aliyekuweka kuwa mtawala na mwamuzi juu yetu? Je, unataka kuniua kama ulivyomuua yule Misri?" Hofu ikamshika Musa. Siri yake ilijulikana.